Dunia haijasimama na sisi tunakuletea kila kilichojiri tukikutangazia kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Hii ni Domeko TV. Karibu kwenye taarifa ya habari tukikuletea habari za kitaifa, kimataifa, biashara na michezo, burudani. Mimi ni Omar Msonde na kwanza ni muhtasari wake. Wanafunzi wa Domeko waeleza usafi na utamaduni unavyojenga mshikamano wa kuimarisha maisha vyuoni. Wataalamu wa afya waeleza namna sigara inavyoathiri afya ya watu wasioivuta. Wafugaji mbalimbali kutoka Dodoma waeleza jinsi maonyesho ya Nane Nane yalivyo na faida na msaada mkubwa katika kuboresha ufugaji. Historia kubwa kujengwa na madaktari nchini wa Marekani kwa kumfanyia upasuaji mtoto aliyekuwa tumboni. Watu 72 wafariki dunia baada ya kujaribu kuvuka mpakani Ceuta kuingia Hispania. Na katika habari za kimichezo, mchezo wa ngumi jijini Dodoma wapamba moto. Mtazamaji, pia unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram kama Official Domeko. Habari kamili. Umoja, ushirikiano na uwajibikaji ni nguzo muhimu katika kujenga mazingira bora ya kujitunza. Hilo limejidhihirisha katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, Domeko, baada ya wanafunzi wa kike na wa kiume waishio bweni kuungana katika zoezi la usafi wa bweni hizo, huku wakisisitiza kuwa usafi ni utamaduni unaojenga mshikamano na kuimarisha maisha ya chuoni kwao. Abrahamu Litwaza ana undani wa taarifa hiyo. Sauti za vifaa vya usafi, tabasamu na ushirikiano vilitawala hosteli za chuo cha uandishi wa habari na mawasiliano ya umma Domeko, wakati wanafunzi wa kike na wa kiume walipoungana kufanya zoezi la pamoja la usafi lililolenga kuboresha mazingira ya makazi pamoja na kuimarisha mshikamano wao. Kwetu ni nafasi nzuri kwa kuweza kujumuika pamoja na wavulana kutoka hosteli kwao kuja hapa. Tumeona wameshirikiana vizuri na sisi na tumefurahi kiukweli. Tumeweza kufanya usafi pamoja na wametuonyesha ushirikiano wa kutosha, kwa hiyo tunashukuru kwa ushirikiano wao, na wakati mwingine tukiwahitaji wasisite kuja. Mbali na kuhakikisha hosteli zinakuwa safi na salama, zoezi hilo pia limeelezwa kuwa ni darasa la vitendo linalowajengea wanafunzi maadili ya kufanya kazi kwa pamoja na kuheshimu mazingira wanayoishi. Tumefika hapa katika hosteli za girls kushiriki usafi wa pamoja, kuwasaidia dada zetu tupate kuweka mazingira salama, ili hata mtu akija mgeni ajue hizi ni hosteli za girls. Hata kule kwetu tutashirikiana nao, tutafanya usafi wa pamoja. Kwenye upande wa kijamii na inaleta ile mshikamano mmoja, maana hata majirani wakituangalia wanasema wale wanafanya usafi kwa pamoja. Maana usafi wa mazingira ni mojawapo ya kitu bora sana katika mazingira yetu. Wanafunzi walioshiriki wameeleza kuwa wataendelea kuendeleza utamaduni huo, wakiamini kuwa mazingira safi huongeza afya, huimarisha mahusiano na kuweka mazingira rafiki ya kujifunza. Kwa Domeko, usafi huonekana kuwa zaidi ya kufanya mazingira kung'aa, lakini pia ni daraja la kujenga umoja, mshikamano na uwajibikaji miongoni mwa wanafunzi. Mimi ni Abrahamu Litwaza, Domeko TV. Asante sana Abrahamu Litwaza kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wananchi kutoka kata ya Mkonze, mtaa wa Michese, waeleza matatizo yanayokumbana nayo kutokana na kuchelewa kwa ujenzi wa daraja la kivuko barabara ya treni, yani reli. Mwandishi wetu Lugano Green anatujuza zaidi. Wakizungumza na Domeko TV, wananchi wa mtaa wa Michese, eneo la Muungano B, walieleza changamoto wanazokutana nazo kutokana na kuchelewa kutengenezwa kwa kivuko hicho. Maana tunapitia mambo magumu sana hadi kufika mjini huko. Utakuta tunazunguka sana, yani njia ni changamoto, hususan kwa ruti zile za usiku. Tunakuwa na wasiwasi, tunapita kwenye vidaraja vidogo vile ambavyo ni hatarishi kwa sisi. Unaweza ukakumbana hata na vibaka, kuna kupolwa hata pikipiki huko. Na hususan nikishapolwa pikipiki, bosi ya kuelewi, anajua hii mistake umefanya tu wewe.
serikali wangetuangalia kwa upande wa pili, kwa jicho la pili, hususan hili daraja letu. Walituahidi watatengeneza, hadi leo naenda mwaka wa pili sasa. Ulisoni Madeje, sisi maafisa usafirishaji, serikali ingetuangalia. Naitwa Mama Dainesi, natokea Michese, Muungano B, mtaa Muungano B. Sisi wana Muungano B tuna changamoto kubwa sana ya kivuko cha reli. Yaani kivuko cha reli nikimaanisha barabara ambayo inatusaidia sisi watembea kwa miguu pamoja na vyombo vya usafiri. Tunapokuwa tunataka kwenda mjini au tunapotoka mjini, inatubidi tuishie upande wa pili wa reli kwa sababu hatuwezi kuvuka kutokana na hii changamoto ya treni. Kwa kama treni inapita tunazuiliwa kuvuka. Sasa inatuia vigumu kuwahi makazini, kuwahi kwenye biashara kwa sababu unapofika asubuhi kwa ajili ya kutafuta usafiri inabidi uvuke reli, na unapofika pale unakuta mmezuiliwa kuvuka, inatakiwa utafute njia mbadala. Na hiyo njia mbadala ni kuna tunasema makalavati ambayo yanapitisha maji yale. Tunayatumia hayo kama njia ya kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, na changamoto yetu kubwa ni hayapo karibu na mitaa tunayoishi sisi. Unakuta tunatembea umbali mrefu mpaka tupate hizo sehemu za kuvuka. Sasa tulikuwa tunaomba serikali walau hata ingetusikia kilio chetu, ijitahidi kututengenezea hii barabara ya juu ambayo itaturahisishia usafiri sisi watembea kwa miguu na wale ambao wanatumia vyombo vya moto au vyombo vya usafirishaji na wasafirishaji kiujumla, kwa sababu kama bodaboda wa upande wetu sisi, ina maana akipata mteja kwenda naye mjini inamwia vigumu hata yeye kuvuka, au mtu wa gari ni vigumu kuvuka, inabidi atafute njia mbadala, na njia mbadala inakuchukua muda mrefu mpaka ufike. Naye Addison Mbea, mwenyekiti wa serikali za mitaa, alikuwa na haya kusema juu ya jambo hilo. Naitwa Hudson Davidson Mbea, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Muungano B, kata ya Mkunze. Wananchi waendelee kuwa wavumilivu. Kwa sehemu yetu sisi tunafanya yale ambayo yako kwenye sehemu yetu. Nikiwa kama mwenyekiti wa mtaa, ninapoyapata malalamiko ya wananchi na mimi nayafikisha sehemu husika. Ndio maana unakuta mtendaji wa mtaa ndio mtunza kumbukumbu na mambo yote ya wananchi kwa upande wa serikali. Jiji pale tunalo faili, manake mambo yanayomhusu mkurugenzi inabidi apitie mafaili ya kila mtaa au kila kata. Ofisi za kata tunalo faili letu kama mtaa, taarifa zote za uhitaji walionao wananchi wa mtaa wa Muungano au yule Mzingi au Bwawani kwa hapa Michese, manake wale walio juu yetu sisi wanatakiwa endelee kuyapushi ende mbele. Kwa hiyo kwa sehemu yetu sisi tunayafanya na tunapeleka sehemu husika. Sasa lini au wakati gani, hilo liko nje ya uwezo wetu sisi. Na hayo ndiyo maoni tuliweza kuyapata kutoka kwa wananchi. Naye mwenyekiti ameweza kueleza changamoto zilizopo mpaka miundombinu hiyo inayochelewa kuweza kutekelezwa. Nikiripoti kutokea hapa Michese, mimi ni Lugano Green wa Domeko TV. Wataalamu wa afya waeleza namna ambavyo sigara inaathiri watu wasioivuta. Wataalamu wa afya waeleza kuwa watu wasioivuta sigara wanaathirika kwa kiasi kikubwa na moshi unaotoka kwa wavutaji na kuleta madhara makubwa ya kiafya. Ripoti yake Salha Masudi inatujuza zaidi. Asilimia kubwa wa vijana jijini Dodoma wamekuwa wakijihusisha na uvutaji wa sigara. Domeko TV imepata nafasi ya kuwatembelea vijana hao na hapa walikuwa na haya ya kusema. Faida sipati kwa sababu nimeshazoea kuvuta. Na kuwa tu kuna muda na misi na siwezi kaa bila kuvuta. Siku haipiti yani. Najua ila ndio hivyo natamani kuacha, lakini yani ndio hivyo kuna muda yani nashindwa kunaacha siku 2 siku 3. Ndio hivyo mpaka yani na misi muda fulani, ndio hivyo sasa hivi nimepunguza tu. Uvutaji wa sigara kiuhakika au kiuhalali ni mbaya sana. Kwa sababu sigara huharibu mapafu, sigara huharibu mazingira ya maisha, sigara huharibu hata matumizi ya kifedha. Niliacha kwa sababu matumizi ya sigara sio mazuri. Na sigara nilikuwa navuta mimi nilikuwa navuta sigara aina ya Mega. Mimi namshauri kwamba aache sigara kwa sababu ni hatari kwa afya yake. Kwa sababu ina madhara kama vile kuharibika mapafu na madhara mengine. Namshauri kwamba mtu huyo asidhubutu kabisa kuingia katika makundi hayo kwa sababu kuingia ni vyepesi ila kutoka ni vigumu. Namshauri aache kutumia, maana vinaathiri mapafu hata pia afya yake ya kimwili. Kiufupi tu tuwashauri tu waache kutumia hivyo vilevi, maana vinaathiri katika afya zao. Kiukweli sijawahi kupata, ila tu tunaonaga ndugu jamaa marafiki. Basi namshauri tu asije akajaribu kuingia kwenye makundi
yatampeleka sehemu ambako sio, na hata pia atafeli katika maisha yake mwenyewe, hatotimiza hata pia ndoto zake za kimaisha au kujiendeleza na chochote ambacho kina umuhimu kwenye maisha yake. Lakini pia Domeko TV ikapata nafasi ya kumtembelea mtaalamu wa afya kwa lengo la kutoa elimu kwa vijana. Athari kubwa huwa ni kwa mvutaji pamoja na mazingira yanayomzunguka. Tukiangalia jamii kwa ujumla, huwa ni athari pia, kwa sababu anapovuta sigara huwa anaweza kupata mwenyewe changamoto ya mapafu, kwa maana ya kutengeneza makovu ama vidonda ama kuyatoboa mapafu yake mwenyewe. Pia ikitokea kuna watu jirani ambao hawatumii, athari kubwa inaweza ikawa ni hizo zikirandana na ambazo nimezisema, lakini pia huwa ni kero pia kwa watu ambao wanawazunguka, kwa sababu kama mtu hatumii kitu alafu ukawa anakipata, basi huwa ni athari pia, kwa sababu inakuwa ni kero pia inakuwa ni athari. Yeah. Nikiripoti kutoka Machinga, mimi ni Salha Masudi, Domeko TV. Na taarifa yake Salha Masudi inatupa wasaa wa kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tuni habari za biashara na uchumi. Hii ndiyo sehemu pekee unayoweza kutimiza ndoto za maisha yako. Najua unajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Dodoma Media College, chuo bora nchini Tanzania. Kinakutangazia nafasi za masomo katika ngazi ya certificate na diploma. Kozi zitolewazo ni pamoja na Journalism and Mass Communication, Nursery Teaching na Full Secretarial Course. Chuo kina walimu wa kutosha waliobobea katika utoaji wa elimu bora. Pia chuo kinatoa kozi za muda mfupi ikiwemo Video Production, Radio and TV Broadcasting, Graphics Design, kozi ya kompyuta pamoja na Full DJ course. Vitendea kazi vya kutosha kulingana na kozi husika vipo chuoni, na chuo huwatafutia wanafunzi sehemu za kufanya field, na ukifanya vizuri utatafutiwa kazi. Chuo kinapatikana jijini Dodoma, karibu na roundabout ya Bahi Road. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0719545301 au 0759154405. Chuo kimesajiliwa na NACTIVATE na kinatambuliwa na Baraza la Habari Tanzania. Wote mnakaribishwa. Mtazamaji wa Domeko TV, tumerejea tena na sasa ni habari za biashara na uchumi. Kuelekea kwenye kilele cha maonyesho ya 88 yanayotarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi, baadhi ya wafanyabiashara wameelezea mtazamo wao juu ya mwitikio wa wateja kwa msimu huu tofauti na awali. Kasim Sadat ana undani zaidi. Naam, kutoka viunga vya 88 jijini Dodoma, ambapo maonyesho ya 88 yakiwa yanaendelea hapa, na mwitikio wa watu ni mwingi. Kama unavyoona nyuma yangu, watu wanaendelea kuzunguka hapa na pale kutembelea mabango tofauti tofauti kwa ajili ya kuangalia bidhaa ambazo wao wataenda kuzinunua au wataenda kupata matumizi sahihi ya namna gani ambavyo wao wataweza kuzitumia bidhaa hizo. Domeko TV hatukuwa nyuma, tumeweza kupata nafasi ya kuweza kufika hapa, na leo tutatembelea kwenye mabanda tofauti tofauti kuweza kuzungumza na watu mbalimbali kuhusiana na bidhaa ambazo wao wanazitoa. Akti zetu, kwa mfano unaweza ukasema mimi nitengenezeeni, niwekee rangi hii hapa, niwekee rangi hii, tunakuwekea hiyo rangi. Lakini pia tuna deliver sehemu nyingi za nchi yetu. Sana sana mteja wetu anachangia usafiri, lakini kama utanunua hapa basi. Wateja wangu nawapata hasa nikija katika maonyesho, wanaona product zangu ni nzuri, kwa hiyo nawapatia business card. Mara nyingi wanapata order Dodoma, napata order Mbeya, napata order Iringa. Kwa hiyo tunamtengenezea kitu alichotaka alafu namtumia. Kwa sasa hivi, yani tangu tumefika juzi, mwitikio upo lakini sio kivile, lakini kutegemea na kauli ya wenyeji wanatuambia bado. Tunashukuru sana Dodoma Media kwa kutembelea kwenye banda letu la Kotech hapa 88. Kiukweli tunayo furaha sana kuwaona mahali hapa, na tungependa kusema kwamba sisi Kotech tunajihusisha na uuzaji na usambazaji wa vifaa vya umeme kwa majumbani na majikoni, lakini pia tumetanuka kwa sasa, tunatoa huduma hadi kwa maofisini. Nachoweza kusema kwamba kwa 88 mwaka huu kidogo pamepoa nikikompea na mwaka jana. Mauzo yake yamekuwa ni madogo, lakini pia hata movement ya watu nje kama mnavyoona imekuwa ni ndogo sana. Sisi CMC tunajishughulisha na mambo mengi yanayohusiana na magari.
Kwanza tunajishughulisha na kuuza magari yote ya Ford. Pia kuna magari ya Grenadier. Kuna matrekta pia tunauza. Ndo tunajishughulisha, lakini zaidi kipengele hiki pia tunajishughulisha na kuuza spare za magari. Aina yoyote ya gari tunauza spare zake. Msimu huu wateja ni wengi. Kwa kweli msimu huu wateja wameitika, kama unavyoona watu wanaangalia vitu bora wananunua. Watu wanaangalia vitu bora wanachukua. Yaani msimu uliopita kidogo tulikuja kidogo wateja walikuwa kama hawajatuzoea vizuri, lakini mara hii kwa kweli wateja ni wengi. Yule ambaye hajafika ajitahidi afike pia. Kwa sisi hapo, unajua si kampuni yetu tunawapa elimu watu namna gani ya matumizi ya mbolea, hilo kwanza. Lakini hatuwapi tu elimu kwamba namna gani unaweza ukatumia mbolea. Lazima tuwape kwanza zile agronomic practices zote ambazo zinafanyika shambani, ndio uje utumie nini mbolea. Huwezi kuja kuanza kutumia mbolea wakati huku mwanzoni umeshafeli. Ama kwa hakika maonyesho ya 88 yanaendelea kufana hapa katika viunga vya 88 jijini Dodoma. Nikiripoti kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, mimi ni Kasim Sadat, Domeko TV. Asante sana Kasim Sadat kwa undani wa taarifa hiyo. Baadhi ya wafanyabiashara wa Machinga Complex jijini Dodoma wameeleza jinsi gani mitandao ya kijamii inavyoweza kuwasaidia katika biashara zao. Na Halima Juma. Nikiwa nimetembelea kwenye soko la Machinga, nimepata baadhi ya wafanyabiashara wameelezea ni jinsi gani wanaweza kutumia mitandao ya kijamii katika biashara zao. Biashara yangu mitandao ya kijamii kweli hii inanisaidia. Mfano kama naweza nikapiga picha nikaposti mtandaoni, watu wakaona, nikanapata wateja, basi biashara vizuri. Changamoto mfano kama kuna bando hapa inakuwa changamoto, au kuna wateja wanahitaji afu bando kwa umeishiwa, kwa mtu atumile cushion upelekee mikate pia inakuwa ni changamoto. Wateja ni wengi mno, unapata wateja wengi mno kikweli. Anafurahi, unasaidia mtandao wa kijamii kwa sababu ukiwa simu kubwa ukaposti, kuna watu wengi ambao wengine wako sehemu mbalimbali wanaanza kuelewa bidhaa yako, kwanza kupigia simu ni ukapelekea. Napata faida na umuhimu wa ninapoposti nguo, napata wateja. Changamoto nazozipitia kukosa mabando, wifi nini, basi hizo, maana ukikosa bando huwezi ukaposti kitu. Hayo ndiyo baadhi ya maoni kwa wafanyabiashara wa Machinga jijini Dodoma. Mimi ni Halima Juma wa Domeko TV. Shukrani sana Halima Juma kwa undani wa taarifa hiyo. Maonyesho ya kilimo yanaendelea kuwa kichocheo muhimu cha ukuaji wa sekta ya kilimo kwa uwekezaji, upatikanaji wa teknolojia za kisasa, kuongeza fursa za masoko na kuvutia uwekezaji, hatua inayochangia kuimarisha kwa uchumi wa taifa. Festo Zabron anatujuza zaidi. Wataalamu wa kilimo wamezungumza na Domeko TV, wamesema maonyesho ya kilimo yanaendelea kuwa jukwaa muhimu la kuwafikia wakulima kwa elimu ya kitaaluma, teknolojia za kisasa na mbinu bora za uzalishaji zinazosaidia kuongeza tija na ubora wa mazao. Wameeleza kuwa kupitia maonyesho hayo wakulima wanapata fursa ya kuunganishwa na masoko, taasisi za kifedha pamoja na wawekezaji, hatua inayosaidia kuongeza thamani ya mazao, kuinua kipato cha wakulima na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Maonyesho ya 88 yana umuhimu mkubwa sana kwa kilimo cha Tanzania na kwa wakulima kwa ujumla wake, kwa sababu maonyesho ya 88 ni kama ni eneo la makutano. Wanakutana wadau mbalimbali ambao wanahusika katika ile mnyororo wa thamani kwa upande wa kilimo, kuanzia wauzaji pembejeo, wanapatikana wakulima, wanapatikana wataalamu, wanapatikana wachakataji na pia hata wakulima na wale walaji ambao huwa wanapatikana. Kwa hiyo kuja kwenye maonyesho ya 88 maana yake vitu vyote unavipata. Kwa mfano unaweza ukaangalia mfano wa banda kama ile ambalo la Natari, ambapo ukifika hapa maana yake utakutana kuna wazalishaji mbegu wako hapa ndani ya banda la Natari. Mbegu za aina mbalimbali, kuanzia mbegu za migomba kama inavyoonekana, mbegu za mahindi, mbegu za maharage, mbegu za korosho, mbegu za mazao yote ambayo yanayolimwa nchini Tanzania utazipata hapa. Na sifa zake, maeneo ambayo yanafaa na namna ya kuzalisha kwa tija vizuri unapata hapa. Lakini pia kuna wataalamu wa masuala ya udongo. Unajua kilimo pia ni udongo ambao unapatikana hapa. Kwa hiyo masuala lazima ya kufaa kwa shamba lile, kuna linafaa au halifai, wataalamu wao unaweza ukawapata hapa. Lakini pia kuna wachakataji. Nadhani ukiangalia pembeni hapa unaweza kuona kuna bidhaa mbalimbali, kuna unga, kuna wine, kuna vitu mbalimbali viko hapa. Maonyesho haya
wakulima yanawanufaisha kwa namna moja au namna nyingine, kwa sababu wanapokuja hapa kwenye banda letu wanajifunza vitu vingi, wanajifunza taratibu za kilimo. Pia uzuri zaidi sisi tunaenda na vitendo. Hata ukiangalia ukiona hata mazao yetu, hata mkulima mwenyewe anapokuja tunapompa elimu anakuwa ananufaika na elimu anayochukua anapeleka kwake kwenda kunufaika zaidi. Teknolojia zipo nyingi, ila nitajisemea mimi kama mimi, kwa sababu sehemu zingine sijazungukia, bali niko busy kwangu mimi. Lakini teknolojia zipo nyingi, umwagiliaji, kuna teknolojia nyingi. Ukifika huko wewe mwenyewe utajifunza zaidi. Neno moja kwa Watanzania wote wanaonitazama, sisi tunawakaribisha sana Seedland Limited. Tunajihusisha na uzalishaji wa mbegu za alizeti, za mahindi pamoja na za maharage. Tunakaribisheni sana 88 imenoga. Karibuni sana. Na hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa wataalamu wa kilimo kuhusiana na namna gani maonyesho ya 88 ambayo yanafanyika katika viwanja hivi yanaweza kunufaisha katika kukuza sekta ya kilimo pamoja na uchumi. Nilikuwa na mimi mtangazaji wako Festo Zabron, Domeko TV. Asante sana Festo Zabron kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara wa zao la zabibu jijini Dodoma wameendelea kupata faida kubwa kutokana na zao hilo ambalo ndiyo muhimili mkubwa katika mji huo. Habari kamili na Masa Sospita. Ndani ya mkoa wa Dodoma, zao la zabibu limeonekana ni zao maarufu ambalo linalimwa kwa asilimia kubwa ya wakazi wa mkoa huu wa Dodoma. Leo niko hapa kukujuza faida na changamoto wanazozipitia wafanyabiashara wadogo ambao wanajihusisha na biashara katika eneo hili la mchanganyiko ya watu. Leo katika soko kuu la Machinga, wafanyabiashara wadogo wana haya kusema. Ila zabibu ni ngumu sana kwa beseni. Mwaka huu tunauza kwa siku 3 beseni moja. Sasa kiangalia changamoto kubwa, hakuna wateja. Unauza beseni inabaki, kesho inabaki, ndio changamoto tulionayo hapa mwaka huu. Ni faida tu ni kidogo hiyo ya jana nini nayo ipata, hata ya kula tu kidogo, lakini sio faida kubwa. Biashara ya zabibu ina changamoto. Saizi zabibu ni nyingi, kwa hiyo tunapishana, maana wateja wa jumla hawapatikani. Kwa maana tunahangaika mtaani, tunauza zabibu za rejareja. Kwa siku naweza nikapata labda 15,000 au naweza nikarudi na 10,000. Tumetoka kuangazia maoni ya wafanyabiashara wa zao la zabibu hapa jijini Dodoma. Martha Sospita, Domeko TV. Shukrani sana Martha Sospita kwa undani wa taarifa hiyo. Wafanyabiashara nchini Tanzania wameendelea kuelekeza macho yao katika soko la China kutokana na upatikanaji wa bidhaa kwa bei nafuu na aina mbalimbali za biashara kupitia majukwaa ya kidijitali na kampuni za usafirishaji. Sabrina Rajabu ana taarifa kamili. Biashara ya kuagiza bidhaa kutoka China imeendelea kushika kasi nchini Tanzania, huku wafanyabiashara wengi wakitumia teknolojia na huduma za usafirishaji kuleta bidhaa mbalimbali kwa gharama nafuu, jambo linalochochea ushindani na kupanua fursa za biashara hapa jijini Dodoma. Kwa mimi faida ninazozipata ni kubwa sana. Ukiangalia China wanatuletea bidhaa ambazo huku Tanzania zinakopo hamna. Urahisi wa usafirishaji sometimes ni uko vizuri, ila sometimes unakuta cargo zinakwama njiani, kwa unakuta mzigo unachelewa, unawachelewesha wateja bidhaa, lakini uko vizuri. Mwitikio wa wateja, mwitikio ni mkubwa sana. Wateja wameitikia hizi bidhaa kutoka China kwa sababu wanaona na wenyewe ziko vizuri. Wakazi wa jiji hili waweka hadharani faida lukuki za biashara hii jijini hapa. Je, wafanyabiashara wanapata faida gani kutokana na bidhaa zinazotoka China? Na je, wanunuaji wa bidhaa hizi wanapata faida gani katika matumizi hayo? Faida ninayoipata, moja, kwanza wameturahisishia. Tunapata vitu kwa wakati. Kwa mfano kama naweza nikaagiza simu ndani ya siku 30, simu ikawa imefika. Nikaagiza nguo ndani ya muda mchache tu nikawa nimeshafikishiwa. Ni hivyo, na vitu vyao kidogo naona ni imara ukitofautisha na nchi nyingine. Kama hita, nimekuja kuchukua hita hapa, very easy. Nimekuja kuchukua dili la kufunika mlango, ni very easy. Japokuwa sio vizuri kutumia vitu ambavyo ni vya bei rahisi kwa sababu ya ubora, lakini kutokana na nature yetu na kipato chetu cha Tanzania lazima tutumie. Kwa mfano mimi naajiriwa, nafanya kazi, ina maana napolipwa mshahara wangu
kwenye laki 3 siwezi kununua vitu vya laki 2. Ina maana nikitoa 50,000 tu na uwezo wa kununua vitu vya bei rahisi ambavyo vikakidhi mahitaji yangu. Tayari hiyo ni faida kwangu sababu nabaki na hela nyingi. Lakini ukisema kwamba vingekuwa havipo hivi vyombo, ingekuwa ni shida. Na hizo ndizo faida tulizotoka kuzisikia kwa wafanyabiashara pamoja na wanunuzi wa bidhaa zinazotoka China. Nikiripoti kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, mimi ni Sabrina Rajabu, Domeko TV. Wafugaji kutoka mikoa mbalimbali nchini wameeleza jinsi maonyesho ya 88 Dodoma inavyokuwa msaada mkubwa kwao katika kuboresha ufugaji na kuongeza kipato kupitia elimu zinazoendelea kutolewa katika mabanda ya maonyesho ya 88 Dodoma ili kuboresha soko la mifugo pamoja na afya nzuri ya mifugo. Tuungane na Ebenezer Swai kwa undani zaidi. Moja ya mafunzo yanayotolewa katika viwanja vya maonyesho ya 88 jijini Dodoma ni kuhusiana na elimu ya ufugaji, sekta ambayo itabeba vijana wengi na kuwapa elimu jinsi gani ya kuingia katika biashara ya mifugo. Sisi ni Luxora Farm, tunajishughulisha na ufugaji wa mbuzi, tunajihusisha na mbuzi wa kisasa kutoka South Africa. Tuna Red Kalahari na Boa, lakini kwa sasa tumeanza kufanya mchanganyiko kati ya Boa na Nubian ambayo ndio tulikuwa nao shambani kwetu, ambayo ni cross breed ya Kalahari na Boa, na tunapatikana sehemu ya Niuji Dodoma. Na kwenye maonyesho haya tumeshiriki. Kama unahitaji mbuzi ukija utatuona, na pia baada ya maonyesho kama tutakavyo hapa vipeperushi vyetu mnaweza mkatufikia kwa ukaribu. Asante sana. Nimesikia unasema Red Kalahari na kitu kingine kama Kalahari. Hiyo Kalahari kwa mtu ambaye atakuwa anatutazama na unaweza kumuelewesha kivipi? Basi hawa ni mbuzi ambao wamefanyiwa utafiti kutoka South Africa na wanakuwa kwa haraka na anaweza kufikia kilo 80 na ukimchinja anafikia mpaka kilo 40. Ukifanya mchanganyiko hawa na mbuzi wengine hata wa kienyeji wanakuwa wazuri na wanahimili magonjwa na wanakuwa na Rio Livestock Breeders kutoka Arusha, iko Tengeru. Na hapa tumekuja maonyesho ya 88 Dodoma. Na tunashiriki mikoa yote ya Arusha, Dodoma na Morogoro. Hapa tuna aina tofauti za mbegu kwa kuku zetu ambao tunao. Hapa tuna Light Sussex, kuku wa nyama na mayai pia. Hapa tuna New Hampshire Red ambao jina maarufu anaitwa Israel. Ndio. Pia ni kuku ambao ni wazuri, ni chotara wazuri wenye nyama na mayai mengi. Hapa tuna kuku aina ya Roden Highland. Pia kuku wana sifa ya kuwa na mayai mengi sana, wanataga bila kuchoka. Ndio hao ndio kuku wanaongoza kwa kuwa na mayai mengi, wakifuatwa na hawa Black House Flop ambao jina maarufu wanaitwa Malawi. Sasa kwa mfano hawa Rhode Island, wao kwa siku kuku mmoja anaweza akataga mayai mpaka mangapi akiwa anapewa huduma nzuri? Kuku mmoja huwa anataga yai moja kwa siku. Japo kuna yai linaweza likagawanyika liwe na viini viwili. Ila ile yai ambalo linagawanyika kuwa na viini viwili halitakuwa salama kwa kuanguliwa. Yai la viini viwili ndio linatoka kuwa yai kubwa ambalo linagawanyika viini viwili. Ila hilo linakuwa la kula, halitaanguliwa. Naitwa Adolf Jeremia na toka taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mifugo ambao ni mwanachama wa mwamvuli wa taasisi za kimataifa za tafiti za kilimo yani CGIAR. Tuko hapa 88 kwa ajili ya kuweza kuwaonyesha wakulima na wafugaji namna gani teknolojia ambazo tunazifanyia utafiti zinaweza kuboresha na kuleta tija kwenye ufugaji wao. Taasisi yetu inashirikiana na taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania TALIRI ambayo iko chini ya Wizara ya Mifugo ili tuweze kutengeneza uwezo wa taasisi za ndani ili hizi tafiti ziwe endelevu. Kwa kila tunachofanya tunakifanya pamoja. Ni baadhi ya wananchi waliohudhuria katika maonyesho ya 88 na hapa wanayo machache ya kuzungumza. Kwa majina yangu naitwa Linus Felix, ni mjasiriamali. Nimekuja kwa siku ya leo ya uzinduzi wa siku ya 88, siku ya wakulima. Kwa kweli imependeza siku ya uzinduzi. Mimi binafsi kama mjasiriamali nimenufaika. Kwanza nimepata elimu katika taasisi mbalimbali pamoja na kufanya kazi, lakini nilikuwa nimepita katika mabanda mbalimbali na kupata elimu kadha wa kadha. Na pia nilichonufaika nacho ni mauzo.
nimepata mauzo, nimeuza. Kwa hiyo napenda niwashauri wa Tanzania wenzangu na tukiwa tunaelekea katika kilele cha maonyesho ya 88 hapa jijini Dodoma, ambapo kauli mbiu tambua soko na ongeza tija kutekeleza dira 2050, watu wamejitokeza wengi kupata elimu pamoja na fursa mbalimbali hapa jijini Dodoma. Mimi ni Ebeneza Swai, Domeko TV. Naam, mtazamaji wa Domeko TV, taarifa yake ya Ebeneza Swai inatupa wasaa wa kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni mkusanyiko wa habari za